بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن بعد. Tutakuwa ongea mada au masuala fulani ile kwa jawabu. Mwanaume amerudi kutoka safarini, kaja nyumbani, mke wake kabata siku zake, kabata tahara baada ya fajr, anakuja hawezi kufunga na huyu kwa safari imekula yeye, somo kwake sio lazima ruhusa, na huyu wakati fajr imeingia ana siku zake. Tusema hadithi katika kitabu hiyo Ahkam Bulugh al-Maram, na mtu atakufunga somo Ramadhani lazima aweke nia usiku kabla ya fajr. Sasa wakati fajr inapanda, mwanamke alikuwa na siku zake na haidi, hawezi kufunga. Sehemu ya nia ishapita, yeye bado ana udhur kisheria. Sasa anapata tahara saa 2 saa 1 asubuhi, huyo hawezi kufunga, atakula. Lakini kula kwake asile mbele ya watu, hali siri, ili watu wasimdhanie kama yeye afanya siri. Na mume ambaye yuko safarini amerudi, yeye amekula ruhusa mishwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu amekuja nyumbani anataka kufanya tendo na mke wake, ruhusa hii haina shida, maana somo kwao ni sio fardhi, sio lazima, wala udhur. Lakini vile tunasema hawafanye kitu ambacho secret, asionekane kama wanavunja heshima ya Ramadhani. Hata kama ruhusa anayo, anaweza kufanya tendo. Masala nyingine, kama mtu yeye safari kila siku safari, kama hao vijana wengine driver anaendesha magari, malori, mabasi, yeye kila siku kila Ramadhani mzima wote yuko safari. Leo yuko Arusha, kesho yuko Nairobi, kesho yuko Mombasa, yuko safari. Atafanyeje? Turudi bale. Kama kuna safari, basi driver kuna safarini, fungo kwake haimbi tabu, bora fungo, bora tekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na bata utukufu wa thawabu ya siku ya Ramadhani. Hiyo kwanza. Kama kuendesha gari na safari yake hii na somo inapata tabu, shida, haramu kufunga, lazima afungue ale. Hadithi ya sallam, laysa min albirri as-siyam fi safar, sio katika wema mtu ambaye anafunga na safarini. Mtume alikuwa na usuli wa mtu amezimia kwa safarini, alikuwa amefunga, yani kupata tabu mpaka amezimia. Lakini kama hapati shida, bora afunge. Lakini anasema Sheikh, mimi napata tabu, basi kama napata tabu na safari yenyewe zaidi ya kilomita 80, sawa, ruhusa ya Mungu nayo, lakini lazima ulipe deni ya Allah kabla Ramadhani hajaingia ya pili. Hii msala lazima awe makini kabisa. Masala nyingine walikuwa wamehitaji Suleiman, mtu kalala mke wake mchana, kalipa kafara kabisa, baadaye amerudia kufanya jimaa tena. Je, atalipa kafara 2 au ile moja inatosha? Elewa, nani mchana Ramadhani kalala mke wake na uwezo kulipa kulisha maskini 60, mfano kalisha maskini 60 siku ile, akatoa chakula maskini 60, mara kutoka kafara. Je, anaweza kufanya tena tano ndoa? Je, atalipa kafara nyingine au ile ile? Abu Hanifa anasema atalipa ya pili, shalipa ile lazima alipe ya pili. Wasahih wallahu alam, qaul Malikia wa Shafi'i ni sahih, inaona halipi tena, maana yake yeye shavunja heshima Ramadhani, siku moja hajaisha bado. Sasa kafara ile inatosha, halipi kafara nyingine. Hapa nimesema mtu kama kumbukumbu hana, kumbukumbu yake inapotea, asifunga Ramadhani, wala mtu asimlipie chakula mtu mzima, isipokuwa kitu moja. Kwa kaida ulama wanasema inna Allah idha akhadha ma wahaba min al-aqli rafa'a ma awjaba min al-amali. Qaida wanasema ulama, Allah kama amekunyima wewe kwako kitu, amekupa wewe kama akili, kama Allah amekunyima akili, amekupa yeye, kunyima akili subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake, ukumbuke kitu. Akili ina connection na
ibada yote ya mwili wako sio wajibu. Natoa mfano mbili watu wataelewa. Mtu hana kumbukumbu, mtu mzima hana kumbukumbu kabisa, hata uso wake huyu nani hamjui, atafunga huyu? Funga kwake lazima bana. Kusali kwake hana, hawezi kusali. Kwa nini? Kusali na kufunga ni ibada ya mwili, na yeye hawezi kujua amesali ngapi, na hawezi kujua yeye ni amekula hajakula tu, hajui kama amefunga. Sasa maana malo sala akili member na akili na connection ya mwili, ile ibada ya mwili kwake ni hakuna tena, isipokuwa zaka. Isipokuwa zaka lazima atolewe. Kama mtu hana kumbukumbu, ana mali, watu wanasimamia mali yake wanatoa, haingi katika kaida hii. Kwa nini? Lianna zaka ibada malia, sio badania, ibada ya hela, sio mwili. Sala na somo ni tofauti na haji. Hata haji mtu anaweza kwenda kufanya kwa niaba yake, lakini yeye mwenyewe hawezi kusali, yeye mwenyewe hawezi kufunga, maana yake akili yake iko sawa, lakini mali yake inatolewa zaka. Hata mtu mdogo kamriti babake hela nyingi sana, hajabaligh, anasimamia mali anatoa, wakati yeye bado hata hajasali, hajafika miaka mitatu. Sasa shahidi ni watu lazima naomba waelewe vizuri sana. Mtu unamlipia chakula wazazi wako, mgonjwa wako, lazima awe kumbukumbu vizuri. Kama na akili, ibada badania lazima ulipe. Kama kumbukumbu hana, inapotea, hapa ibada ya mwili inaanguka kwake, wala usitoe sadaka kulipia kumisha mtu usifanye. Isipokuwa zaka ibada ya mali, sio ya mwili. Hii lazima watu wajibu. Sasa ndugu zangu Waislamu wote, naambia mwezi wa Ramadhani mwezi wa tukufu, mwezi wa khairi, mwezi wa baraka. Watu wafanye ibada sana, atoe sadaka. Thawabu siku nyingine, thawabu moja 10 mara 10 mpaka 700, lakini Ramadhani haina idadi thawabu yake. Mwezi wa khairi, mwezi wa baraka. Ramadhani ndugu zangu Waislamu, mwanzo mpaka mwisho ni rahma. Mwanzo mpaka mwisho Allah anaacha watu huru katika moto. Mwanzo mpaka mwisho Allah anamsamehe watu. Yuko hadithi ambayo ni mashuhuri kwa watu, 10 ya mwanzo ni rahma, 10 ya pili ni Allah anamsamehe watu, 10 ya mwisho Allah anaacha watu huru motoni. Hadithi mashuhuri katika kitabu imeandika kweli, lakini wataalamu wa hadithi wanasema hadithi hii ina mashaka, ina dhafu, hajathibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجيبوا حديث بعصر السماء وإن لله عتقاء وذلك في كل ليلة. الله أنا عشواته هور متوني نهي كلا أسكوا رمضان. وإنجيل مكوجا وكاتم ضرب فطور الله ما عشواته هور نسكوا. نعم ثم زمان سما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يوتم فوق رمضان. Kutekeleza amri ya Mungu na anatarajia thawabu kutoka Mola wake, Allah atamsamehe dhambi yake ametangulia. Sasa Allah atamsamehe dhambi yake ametangulia mwanzo mpaka mwisho, sio 10 ya katikati. Na Mtume anasema qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ana yote amesimama Ramadhani qiyamul layl, Allah atamsamehe dhambi yake ni ya ametangulia. Sasa hii inaonyesha Ramadhani mwanzo mpaka mwisho ni maghfira, mwanzo mpaka mwisho, kama hadithi inasema Allah anaacha watu huru, na mwanzo mpaka mwisho Ramadhani ni rehema. Kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna rahmati wasi'at kulla shay, hakika rahma zangu imeenea kila kitu. Sasa Ramadhani mwanzo mpaka mwisho ni rehema. Hadithi hii ipo misikatai, ipo vitabu vindika, lakini wataalamu wa hadithi wanasema kama za kosea ndani yake kuna mtu mapokezi hadithi inaitwa Ali bin Zaid bin Jud'an, ni mtu ana matatizo, bali wa wengi wamebeba dosari hadithi hii. Sasa hii na Ramadhani mwezi wa tukufu, mwezi wa khairi, watu wajitahidi kufunga, kusali, lakini Muislamu hala ujue dini yako. Somo usifunge tu kama unaekti tu wazee kwa nafunga, lazima ujue somo kitu kinaharibu fardhu somo, nini takiwa saa ngapi, ili lazima ujue kitu inaharibu somo yako.
funga yako, unaomba dosari, kae naye tahadhari, soma dini yako. Huwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, lazima ujue mambo sala na somo. Kitu muhimu katika nguzo wa Islam lazima ujue ile kumwabudu Allah subhanahu wa hakika. Nasal Allah ta'ala wa yakum ma yastami'u al-qawla fa yattabi'una ahsana.